Filamu inaanza na binti mmoja anaitwa Gatsi. Huyu ni mwanamke mwema sana, anapenda kusaidia watu. Alipokuwa na harakati zake, kidogo agongwe na gari na binti mmoja anaitwa Suzy. Kwa bahati nzuri hakuumia kabisa. Sasa huyu binti akaenda moja kwa moja ofisini kwake, akakutana na kiongozi wake. Huyu jamaa anaitwa Indato. Sasa huyu binti ni mpambanaji kweli, lakini sasa akawa amepokea habari mbaya. Indato anamwambia kwamba baada ya mwaka mmoja wa kufanya kazi kwenye hii kampuni asiongeze mkataba mwingine kwa sababu hana shahada ya chuo kikuu. Lakini huyu jamaa sasa akasema kwamba ninaweza kukusaidia, lakini tu ni kama nitapata nafasi ya mimi na wewe usiku mmoja. Binti akawa amegoma kabisa hilo swala, yeye sio wa bei hizo. Akawa ametoka hapo baada ya kazi. Binti baada ya kumaliza swala akawa anajiandaa kwa ajili ya kwenda nyumbani. Indato akawa amefika hapo tena na kuanza tena kumdhihaki kwa sababu huyu binti ametoka katika familia ya kishua, lakini hivi sasa mali zote hazipo. Kwa nini? Baba yake alikamatwa na akafungwa gerezani kwa kesi ya ufisadi. Binti akajaribu kukimbia, lakini mshikaji akawa amemkamata na kumpeleka katika chumba kimoja cha faragha. Kwa bahati nzuri, kuna jamaa mmoja akawa amefika hapo na kumdhibiti huyu mshikaji kabla hajatenda jambo lake baya. Huyu mshikaji anaitwa Andhika, wao wanamuita Dika na sisi tuishi na Dika. Dika baada ya kumtembezea kichapo Indato akamkumbusha kwamba binti yeye waliwahi kusoma wote, lakini binti alikuwa mkumbuki tu huyu mshikaji akawa amemkumbusha sana. Siku iliyofuata Gatsi ikabidi kwenda kumtembelea baba yake gerezani, akawa amempelekea na chakula ambacho anakipenda sana mzee. Baba yake akawa amemuomba msamaha binti yake kwa kumwacha peke yake anateseka na maisha ya duniani huko kwa kesi yake ya ufisadi. Gatsi akawa amemfariji tu mzee wake, hakutaka kabisa kumlaumu kwa yale yote aliyoyapitia. Mzee akawa amempatia maneno yenye hekima binti yake ili aendelee kutimiza ndoto zake. Gatsi alipofika kazini, kadi yake haifanyi kazi kabisa. Dika akawa amefika hapo, akawa amemwambia kwamba jana usiku walichanganya kadi. Sasa Dika anafanya kazi kwenye hili gorofa, lakini ni kampuni tofauti na binti anayofanya. Baada ya binti kuingia ndani, akawa amegundua kwamba yule bosi wake kiwembe Indato amefukuzwa kazi. Hili jambo lilikuwa ni neema sana kwa huyo binti. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, Gatsi pamoja na Dika wakaanza kuwa karibu zaidi. Walikuwa wanakula kwa pamoja, wanazungumza mara nyingi sana mpaka hisia za kimapenzi zikaanza kujitokeza baina yao. Gatsi alivutiwa sana na tabia za Dika. Alikuwa ni mtu mwenye maadili mema na mara nyingi alikuwa anapenda kuswali. Dika siku moja akawa amemuuliza binti kuhusiana na maendeleo ya familia yake. Binti hakujibu sana hili swali, akawa na wasiwasi kwa sababu hapo nyuma alikuwa ni mtoto akishua kweli kweli. Dika akawa amependekeza kwamba ampeleke huyu binti nyumbani kwao, lakini binti akawa amekataa. Akasema kwamba sasa hivi haishi kwenye nyumba yoyote, kwa sasa hivi anaishi kwenye nyumba moja ya kupanga, sio nyumba kabisa ambayo ni mali ya familia. Kwa sababu gani? Kwa sababu mali zao zote za familia zilitaifishwa baada ya baba yake kufungwa gerezani. Baada ya kutoka hapo, wakaenda kumtembelea baba yake Gatsi gerezani, na mzee akawaambia kwamba kila mtu anayekuja kwenye maisha yetu huwa anakuja ili sisi tupate somo jingine kwenye maisha yetu. Yawezekana ikawa ni changamoto ama ikawa ni neema, yaani inaweza ikawa ni hasi ama ni chanya. Kila mtu ana kitu cha kujifunza kwa mwenzake. Binti siku moja alikuwa bize sana na kazi. Siku moja akiwa kwenye kikao, akaomba ruhusa kupokea simu ya dharura kwamba baba yake amezidiwa, amepatwa na mshtuko wa moyo, kapelekwa hospitalini. Dika pia alikuwa hapo kwa ajili ya kumtuliza binti. Baba yake akawa amefariki dunia. Miezi kadhaa Gatsi na Dika wakafunga ndoa kabisa, kwa sababu penzi lao lilikuwa ni moto kweli kweli. Walikuwa na maisha yenye furaha na upendo mkubwa, walishiriki kila kitu kwa pamoja. Siku moja Gatsi baada ya kumsindikiza mme wake akawa ameona paka nje hapa, akawa amempenda sana huyu paka. Sasa kumbe mwenye paka ni binti mmoja anaitwa Suzy. Huyu binti ndo binti ambaye alitaka kumgonga Gatsi barabarani huko, na Gatsi alimkumbuka sana huyu binti. Kwa sasa ni majirani. Suzy alikuwa ni mchangamfu sana, na ndiyo sababu ambayo ilipelekea kuwa marafiki wa karibu sana na huyu binti. Mara nyingi alikuwa akimtembelea na walikuwa wanatoka pamoja kwenda kuemea. Wakiwa kwenye manunuzi, Suzy akamsihi ajitahidi kumzalia mme wake mapema. Akasema kwamba mwaka uliopita yeye alipata mimba, lakini alipoteza mtoto. Madaktari walilazimika kumfanyia upasuaji ili kuondoa kabisa mfuko wake wa uzazi, kwa hiyo hawezi kabisa kupata mtoto wa aina yoyote. Ndiyo maana anamsihi binti azae haraka kwa mme wake, kwa sababu hata yeye mwenyewe hapa alipo kwa sasa mme wake amekwisha kumwacha kwa sababu hawezi tena kuzaa mtoto. Binti akasema kwamba hilo ni jambo la neema, Mungu akifanya wepesi atazaa mtoto. Usiku huo waliporudi nyumbani,
Dika akawa amemfahamu Suzi kwa mara ya kwanza. Suzi alimwalika Gats kwenda kwenye mazoezi asubuhi inayofuata kwa sababu yeye anapenda sana mazoezi. Mwanzoni Gats alikataa kwa sababu alikuwa akimwandalia mume wake chakula kila asubuhi, yani kifungua kinywa, lakini Dika akamruhusu mke wake, akasema kwamba yeye anaweza kujiandalia mwenyewe, hivyo mwanamke ashiriki mazoezi kwa ajili ya afya yake. Suzi alilipokea hili jambo kwa furaha sana na akasema kwamba anatamani kuwa na mwanaume mwenye kujali kama Dika. Ndani ya nyumba, Dika akawa amemwandalia mke wake zawadi maalum. Zilikuwa ni nguo za kulalia. Walitumia muda wao vizuri sana pamoja kama wapenzi. Asubuhi iliyofuata, licha ya shughuli zote, mke wa Dika alimwandalia mume wake kila kitu, ikiwa pamoja na kifungua kinywa. Wakati Dika anatoka hapa ili aende kwenye mihangaiko, akakutana na Suzi tayari yuko hapo kasimama, yuko mbele yake. Suzi kapigilia pamba za mazoezi. Dika alimtazama kwa macho ya kutamani. Binti anamng'atia meno. Jamaa wameondoka hapo na kwenda kazini. Gats wakaenda na Suzi mazoezini. Jioni nyumbani kama kawaida, mke na mme wakawa wamejiandaa kwa ajili ya kutoka jioni hiyo kwa ajili ya kwenda kula chakula cha jioni. Mara wakapata ugeni. Suzi kafika hapo, anataka acheze pamoja na Gats. Gats akamwomba msamaha, akasema kwamba tayari walikuwa na mpango na mme wake, wanatakiwa kutoka kwa ajili ya chakula. Suzi akaomba radhi, hakujua akaamua kuondoka hapo kwa huzuni. Gats akajisikia vibaya sana baada ya kumuona Suzi akiwa katika hali hiyo. Akamwomba mme wake kwamba kama itawezekana waungane na Suzi waende naye kwa pamoja. Mme wake akamwambia kwamba hiyo ni juu yako, kama uko sawa sawa, twende. Sasa wakiwa wamekaa kwenye meza, mara Suzi akataka kumpisha Dika, akawa ameteleza kidogo tu anguke, lakini Dika akawa amemkamata. Wakawa wanatazamana maangalio fulani hivi. Gats yeye hakuona shida yoyote, basi wakaanza kuagiza chakula. Suzi akaagiza chakula kama cha Dika. Gats akawatania, akawambia kwamba mnafanana sana kwenye mambo mengi mpaka naogopa. Gats akawa amepiga na picha kabisa ili aiweke kwenye Instagram. Akamuuliza Suzi ili ataje jina lake, lakini Suzi akasema kwamba yeye ana akaunti kabisa kwenye Instagram. Binti akawa ameshangaa tu, lakini hakumwingilia sana kwenye hayo mambo. Hii pia unaambiwa kwamba mambo ya kutokupenda sana mambo ya mtandaoni ni kama akili ya Dika tena. Hili jambo linataka kuonyesha kwamba tena Suzi anafanana tena na Dika kwenye hili jambo. Wakati mme na mke wanataniana kwa mapenzi yao, hili jambo likamfanya Suzi kujimwagia maji kwa bahati mbaya kwenye gauni lake. Sasa atatembea vipi? Gats ikabidi kumwomba mme wake amsaidie Suzi koti lake. Mwanaume akawa amefanya hivyo. Basi wakarudi nyumbani. Suzi ni kunusa tu koti la Dika. Siku iliyofuata Gats akampigia simu rafiki yake mmoja, Gita, aliyekuwa anafanya kazi kwa pamoja. Wakapiga sana stori. Baada ya simu kukatwa, Gita akamwona mme wa shoga yake, yaani Dika, anaongea na binti mmoja hivi kama wanafokiana, lakini wako na ukaribu sana. Huyo binti akaamua kurekodi kabisa na video ya ushahidi. Usiku huo Dika akampatia mke wake tena zawadi. Mambo ya upendo tu, kila siku ni upendo tu na taradadi kwenye familia. Upande wa Suzi kumbe ni muongo bana, ana akaunti ya Instagram na alikuwa anaitumia muda mwingi kwa ajili ya kuangalia picha za bwana mkubwa Dika. Sasa siku moja wakiwa mazoezini, Suzi akawa ameanguka tu, hivyo akawa amekimbizwa kwa ajili ya uchunguzi hospitalini. Ikagundulika kwamba Gats alikuwa ni mjamzito. Suzi akaonekana kufurahia tu kwa nje, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anaumia vizuri sana. Usiku huo Dika aliporudi nyumbani akapokelewa na Suzi. Suzi akamweleza kila kitu kwamba Gats ni mjamzito. Sasa Dika kwa sababu ya furaha akawa amempuuza Suzi, akaenda kufurahi pamoja na mke wake. Hii habari imekuwa ni njema sana. Suzi akawa amebaki hapo kapigwa na baridi kwenye miguu, anaangalia tu hili jambo linaloendelea hapa kwa wivu. Ndani ya moyo wake anatamani sana hii nafasi. Asubuhi iliyofuata Suzi akamletea tena Gats matunda ili kusaidia afya ya mtoto tumboni. Sasa huyo binti akawa karibu sana na hii familia. Hili jambo likaanza kumkosesha raha. Gats akaanza kuona kama huyu binti mbona anaingilia sana maisha ya ndoa yao. Suzi akahisi kabisa hili jambo ni kama limemkwaza shoga yake, akawa ameomba radhi tu, akawa amehitaji kuondoka hapo, lakini sasa hahitaji hata kuondoka, bado anahitaji kubaki hapa. Gats akawa amemuomba msamaha sana kwa hasira zake, akasema kwamba pengine hii hali inatokana na ujauzito. Basi Suzi ikabidi kupuuza kwa kiasi. Miezi ikapita, tumbo la Gats likaanza kuongezeka ukubwa, mtoto yuko tumboni ni wa kiume. Sasa Suzi akaanza kuchagua majina tena, yeye mwenyewe anapendekeza majina kabisa ya kumuita huyu mtoto, wakati kuna mme ambaye anatakiwa
kufanya hilo jambo. Siku moja wakiwa wanapiga stori, Dika akawa ameshika tumbo la mke wake Mama K na Suzi pia akawa ameshika. Hili jambo likamfanya Guts ajihisi vibaya kidogo kuona huu karibu unavyozidi kuongezeka. Kutokana na huu karibu na hali ya binti Guts, Suzi akaanza kumwandalia Dika kifungua kinywa asubuhi. Hili jambo likaanza kumkera sana Guts, lakini sasa atafanya nini? Na yeye mwenyewe ni mama huruma kinoma. Siku moja Guts akiwa na mume wake nyumbani akaanza kumwambia kwamba anahisi kama Suzi amekuwa anawajali sana kupita kiasi, yani ameenda mbali sana, anawajali yeye kama ndo kichwa cha hii familia, anaingilia sana na anaulizia kila siku kuhusiana na ujauzito. Hili jambo linaanza kumtia wasiwasi, lakini Dika akamwambia kwamba huenda Suzi anafanya haya yote kwa sababu anafurahi rafiki yake amejaliwa kupata ujauzito. Usiku mmoja Guts aliamka tu na kutembea humu ndani, mara akaona paka wa Suzi kaingia ndani hapa. Sasa hili jambo likamshangaza kidogo, huyu paka ameingiaje humu ndani? Akaangalia mlango akaona mlango uko wazi, akakagua chat za mme wake, walikuwa na chati na Suzi na maswali ya Suzi yalikuwa ni Guts kalala. Binti akaanza kuingiwa na wasiwasi, akaamua kwenda kuangalia kwenye CCTV, akamwona mme wake alitoka usiku huo na yeye ndiye aliacha mlango wazi. Hili jambo likaanza kumtia wasiwasi binti, akaanza kuhisi pengine mme wake anamsaliti, yani anatoka kimapenzi na Suzi, maana nyumba ya Suzi iko karibu tu na hapo. Asubuhi iliyofuata, bahati nzuri, Suzi kama kawaida akawa amefika hapo asubuhi. Guts akamuuliza, paka wako jana usiku alikuwa wapi? Akamgeukia mme wake kabla hajajibiwa, akamuuliza, wewe jana usiku ulienda wapi? Suzi na Dika wakaonekana kama wana wasiwasi, wakaanza kuhisi pengine kuna siri imegundulika. Ghafla kuna mlinzi mmoja akawa amefika hapo. Huyu jamaa anaitwa Samsuri, akasema kwamba kafika hapo kwa ajili ya kurejesha pesa ambazo alipewa na bwana mkubwa Dika jana usiku. Alifika hapo kwa ajili ya kuazima pesa hii usiku kwa sababu mtoto wake alikuwa anaumwa. Mshikaji akawa ameshukuru sana kwa moyo wa huyu jamaa. Sasa hili jambo likamfanya Guts kuelewa kwamba mme wake jana usiku alitoka kwa ajili ya kumsaidia huyu mlinzi ambaye ni jirani yao mpendwa. Basi akawa maachana kabisa na hizo hoja za kuuliza jana usiku nini kilichotokea, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anahisi kabisa kuna jambo linaendelea hapa. Mme wake alivyotoka tu hapo kwenda kwenye mishemishe, binti akaendelea kumkagua mme wake, akaanza kukagua nguo za mme wake nusa kama kuna manukato ya mwanamke mwingine, lakini hakupata ushahidi wa aina yoyote. Kwenye kutafuta mara kuna sanduku moja liko limeanguka hapa chini. Kwenye kuangalia akawa amepata funguo, lakini hizi funguo hakujua ni za wapi na sio funguo za kwenye hii nyumba. Akaamua moja kwa moja kwenda kuzungumza na rafiki yake, akamweleza kuhusiana na hisia zake kuhusiana na mme wake. Anahisi mme wake anamsaliti, lakini rafiki yake Gita akamwambia kwamba kwa kuwa ameniambia hivyo, ngoja nikuoneshe kitu. Akawa amemuonesha ile video ambayo alimrekodi mme wake Guts. Guts baada ya kuona, akamwona mme wake akimkumbatia mwanamke mwingine. Mashaka yakaongezeka zaidi kwamba yawezekana mme wake anatoka kimapenzi na mwanamke mwingine. Sasa kwenye kutazama, akawa anahisi kama huyu mwanamke atakuwa ni Suzi kwa sababu akilini mwake anamwaza Suzi tu. Guts akawa ameondoka hapo licha ya kwamba rafiki yake alijaribu kumzuia. Alipofika karibu na nyumba yake, alimuona Dika akiwa anaingia katika nyumba ya Suzi. Guts akamfuata kwa sirisiri ili kwenda kufumania. Akasikia sauti ya Suzi akiwa anamuita Dika mpenzi wake na wanachekacheka. Kwenye kutazama vizuri, anawaona mpaka wanabebana. Binti akaingia hapo ili kwenda kufumania, akawakuta ndo kwanza wanaenda kupigana busu. Dika akaanza kujieleza, Suzi akaingilia kati baada ya kuona kama mwanaume anajieleza sana, akamwambia kwamba sikilizeni nyinyi, ondokeni hapa, nendeni mkagombanie kwenu huko, sio hapa. Guts akasema kwamba ndoa yangu ilikuwa nzuri tu kabla ya wewe kuingia kwenye haya maisha. Suzi na yeye akasema kwamba Dika ndiye aliyekuwa ananifuatafuata mimi na sio mimi kumfuata yeye. Guts akaumia sana, akaona kama mme wake, mtu ambaye alikuwa anamwamini sana, na yeye ameanza kumzunguka tena, ama anayafanya haya yote kwa sababu yeye ni mjamzito. Unakosa nini wewe kwangu? Sitaki mwanaume kama wewe. Suzi akasema kwamba sawa, kama umtaki ondoka, nenda nyumbani kwako. Ukatokea ugomvi mkubwa sana hapa. Katika purukushani, Dika akawa ameangukia meza ya kioo, ikawa imemchoma kipande na jamaa akawa amekufa hapo hapo. Kumbe ni mawazo tu. Guts anawaza, ndo kwanza bado yuko kwenye gari, wala hata hajaingia kwenye hiyo nyumba kwenda kufumania, yani hakuna kitu yoyote. Ndo kwanza akatoka kwa Gita. Baada ya kutoka hapo, akaenda moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake Suzi, akagonga, akaingia hapo, akawa amempatia zawadi, kisha akaomba kutumia choo. Binti akasema kwamba nenda katumie choo cha chumbani kwangu kwa sababu kile choo kingine kina matengenezo. Kweli binti akawa ameingia katika chumba cha binti Suzi. Suzi akawa amebaki hapo kucheza na paka. Yeye baada ya kuingia huko, baada ya kutumia choo, akaanza kumkagua binti ili kupata ushahidi kama binti huyu anatoka kimapenzi na mme wake. Sasa kwenye kutafuta akawa amepata nguo za Suzi ambazo zinafanana na mwanamke yule aliyemuona Dika akiwa anamkumbatia kwenye video. Akawa amegundua kabisa huyu atakuwa ni
Suzi tu. Sasa baada ya muda Suzi akawa ameingia hapo, akamkuta Guts ni kama anataka kulia, lakini binti akawa amejikaza tu. Suzi akawa ametoka hapo kwa ajili ya kwenda kumchukulia rafiki yake maji. Guts akawa ametumia nafasi hiyo kuiba kwa siri kadi ambayo ni ya Suzi ilikuwa mezani hapo. Aliporudi nyumbani, Guts akaanza kuchunguza akaunti za Instagram za Suzi kupitia taarifa ambayo alizipata kwenye kadi. Kwenye kuchunguza akaona kwamba huyu binti alikuwa na akaunti na alikuwa amepost picha nyingi sana akiwa na Dika, na ni picha za muda mrefu kabla hata wao, yani yeye pamoja na Dika kuonana. Inavyoonekana hawa watu walikuwa wanajuana. Nakwambia hivi, hapa alikuwa anacheka kicheko fulani hivi cha maumivu. Mara simu ya mume wake ilikuwa imeita hapo hapo. Kapokea, mume wake anamwambia kwamba leo nisamee sana, nitachelewa kurudi nyumbani kwa sababu nina kazi nyingi sana. Hili jambo binti Guts akaanza kuhisi kabisa anadanganywa, lakini atafanya nini? Anahitaji ushahidi. Akawa amemkubalia mume wake. Sasa baada ya kukata tu simu, yani huu ndo muda ambao watu huwa wanawaza, kuna vitu wanavionaga kabisa moyoni, kuna vitu wanaanzaga kabisa kuviona kwenye mawazo. Mume wangu au mke wangu atakana kufanya kitu fulani. Alivyotoka nje akamwona Suzi katoka nyumbani kwake kwenye gari. Binti Guts akaamua kutoka mbio mbio hapo, akaanza kumfuatilia, akapanda bodaboda, wakafuatilia, lakini sasa kwa sababu ya boda mwenyewe akili zake zilikuwa chenga na kulikuwa kuna jamu, wakawa wamepotezana, hawakujua kabisa hilo gari limepita wapi. Guts akawa amepata wazo, akaamua kutumia kadi ya Suzi, akaenda moja kwa moja katika duka la vifaa vya wanyama. Kwa nini kaenda hapa? Ni kwa sababu Suzi alionekana ni mteja wa muda mrefu sana ili eneo. Kwa ujanja akaamua kuuliza anwani ili atume mizigo kwa Suzi, atume zawadi. Ndipo akawa amegundua kwamba Suzi alikuwa na nyumba nyingine tofauti na ile ambayo iko karibu na yeye. Akaamua kwenda huko moja kwa moja. Sasa baada ya kufika hapo, akajaribu kutumia ule ufunguo aliokuta katika nyumba yake. Hili jambo likawa limemwacha mdomo wazi sana binti. Baada ya kuingia ndani hapa, akaona picha ya Suzi pamoja na mama yake. Viatu vya mume wake Dika viko hapa. Kilichomshangaza zaidi humu ndani, akaona picha ya harusi ya Dika pamoja na Suzi. Sasa binti kwa sababu ya mshtuko akaamua kudondondo. Kabla hajadondoka kwanza, ngoja kwanza tupige pozi ili tuelewe vizuri. Yani imekuaje Dika na Suzi wao ni mke na mme? Turudi mwaka 1.5 huko nyuma. Dika pamoja na Suzi walikuwa ni mke na mme. Suzi alipata matatizo ya ujauzito na madaktari walilazimika kumtoa kizazi. Hii ilikuwa ni amri ama ruhusa ya mme wake ili tu kuokoa maisha ya huyu binti, kwa sababu bila kufanya hivyo binti angefariki. Dika alikubali upasuaji huo kwa sababu alimpenda sana Suzi. Suzi alipoamka akaanza kumlaumu mume wake kwa sababu yeye alitamani sana kupata mtoto ili kumlea, ampe mapenzi ambayo yeye hakuyapata kutoka kwa mama yake. Akamlaumu sana mume wake kwa kuruhusu afanyiwe upasuaji wa namna hiyo. Hili jambo lilimfanya Suzi kukosa raha kabisa, kwa sababu mama yake nyumbani hawakumwambia kabisa kuhusiana na hili jambo, waliendelea kumficha. Na huyu mwanamama alikuwa anamhamasisha binti yake Suzi apate mtoto, ikiwezekana hata watatu, ili waendeleze biashara ya familia. Hili jambo likiendelea kumfanya binti kukosa amani na furaha kabisa kwenye ndoa. Dika kama mwanaume akawa amepanga kwamba siku moja ikimpendeza huyu mwanamke watoke hapa waende kutafuta mtoto ili waende kumchukua kule mtoto mdogo kwenye vituo vya kulelea, waje wamlee, wamfanye mtoto wao. Suzi hakukubaliana kabisa na hili jambo. Yeye alikuwa anawaza mpango mwingine tu. Siku moja Suzi akawa amepata mpango wa kutafuta mwanamke mwenye kufanana na yeye sura. Akawa amempata ni Guts. Suzi aliamini kwamba Dika akimpata Guts akamuoa akapata mtoto na yeye, ni lazima tu huyo mtoto angefanana na yeye pia. Kwa hiyo akamlazimisha na kumshawishi Dika akubali kumuoa Guts. Dika haikuwa rahisi kabisa kukubali jambo kama hili, lakini kwa sababu ya hamasa na mpango wa mke wake ikabidi kukubali tu hilo jambo, kwa sababu aliwahi kumwahidi mke wake kwamba yuko tayari kumfanyia chochote ili kumfurahisha mke wake. Na hapa ndipo tukajua mpango kwamba Suzi alikuwa amepanga kila kitu mpaka tukio la Inato, na mpango wake wa kumhitaji binti Guts ulikuwa umepangwa na Suzi ili tu kumfanya Dika aonekane ni shujaa, kumwokoa binti kutoka katika mikono ya yule fisi Inato. Hata zawadi ambazo binti alikuwa analetewa na Dika zote zilitoka katika mikono ya binti Suzi. Suzi aligharamikia kila kitu, lakini sasa sio kwamba Suzi alikuwa na moyo mgumu sana kiasi hicho. Hata yeye sasa ilifika mahali akaanza kuona wivu, akaanza kuona kama Dika anamjali sana Guts kuliko yeye, na hili jambo likamfanya Suzi kugombana sana na mume wake. Aliogopa pengine Dika angempenda sana binti Guts na kumuhitaji kuishi naye milele, na
wakati mpango wao walikuwa wapate tu mtoto kwa huyo binti. Kwenye marumbano hayo ndio rafiki wa Guts alirekodi lile tukio, japo Suzy hakuonekana vizuri. Sasa tukio linahamia na kufika katika nyakati za hivi sasa. Suzy ambapo alitoka nyumbani kwake akawa na mpango wa kuzungumza ama kuonana na mme wake, na ndiyo mme wake alimpigia binti Guts na kumjulisha kwamba leo atachelewa kurudi nyumbani kwa sababu alikuwa na kazi nyingi sana. Kumbe alikuwa na mpango wa kwenda kuonana na Suzy kweli. Kwa nini walikuwa wanahitaji kwenda kuonana na walikuwa na maongezi makubwa sana? Suzy aliona kabisa Guts ni kama anaenda kuteka hisia za Dika, hivyo aliamua kumuita mme wake na akawa amemwandalia hati za taraka ili Dika pamoja na Guts waachane huko mbele, baada tu ya Guts kujifungua mtoto wao, wamchukue yule mtoto na waondoke kabisa kwenye mji. Sasa hili jambo likaanza kumshangaza sana Dika, akaanza kujiona kama ni mtu mwenye hatia kubwa sana. Huu mpango ulikuwa ni mpango wa mke wake Suzy. Mwanaume alipendekeza waende wakachukue mtoto kwa ajili ya kumlea, lakini binti alikataa. Saizi kila kitu kinachotokea hapa analaumiwa yeye tena mwanaume. Akamwambia ukweli, wewe ni mke wangu, hata Guts pia ni mke wangu pia. Sasa Dika akaanza kuhisi kabisa jambo analotakiwa kulifanya kwa Guts ni jambo baya. Mara wakiwa hapa wanazungumza, ni wakati wa sasa wakasikia upande wa pili kama kuna mtu kadondoka. Wakati huu ndo Guts kadondoka sasa hapa. Baada ya kufika hapo wamemhudumia Guts akawa ameamka, kapata ufahamu, akaanza kuongea huku analia, anafoka kwa maumivu makubwa sana. Anaona kama wote aliokuwa wamewaamini wote wamemsaliti. Ghafla uchungu kwa umemshika kwenda kujifungua. Suzy akamsisitiza Dika ampeleke hospitalini kwa sababu yeye anachokihitaji ni mtoto awe salama. Kweli baada ya kupelekwa, harakati za madaktari zilikuwa zimefanyika vizuri kabisa. Guts akawa amefanikiwa kupata mtoto wa kiume, akawa amezaliwa salama salimini. Dika na Suzy wakafurahi baada ya kusikia sauti ya mtoto. Daktari alikuwa ametoka hapo kwa ajili ya kuwapa taarifa. Guts akawa ametumia nafasi hiyo ya kutoroka yeye pamoja na mtoto bila kujali hali yake, kwa sababu alihisi kabisa atakuja kunyang'anywa mtoto wake. Suzy na Dika wakaamua kuingia kwenye wodi kwenda kumwangalia mama mpya. Mgonjwa hayuko hapo, wakaanza kumtafuta kila kona, mara wakamwona kapanda kwenye lifti, ikabidi kuanza kumkimbiza. Kwa bahati nzuri binti Guts akawa amefanikiwa kabisa kutoka eneo hili. Pa kukimbilia ni wapi? Ikawa ni moja kwa moja kwa rafiki yake Gita. Akawa amefika hapo na akawa amepokelewa na rafiki yake kipenzi. Asubuhi alipoamka tu binti akamuuliza Gita kwamba mtoto wangu yuko wapi? Gita hana majibu. Guts akamshika, mwanangu yuko wapi? Gita akaomba msamaha, akasema kwamba amemkabidhi mtoto huyo kwa Suzy baada ya kuwa amepewa pesa nyingi. Pia Dika ameleta talaka zako, huwezi kumlea mtoto huyo katika mazingira haya. Guts akamuuliza, baada ya mimi kutoka hospitalini kule, kilichonifanya mimi kuwaza kuja kwako hapa kwa ajili ya kupata hifadhi, unajua ni kiasi gani mimi nimekuamini na kuja kwako na wewe unanitendea hivi tena kwa sababu ya pesa? Binti akawa ametoka hapa, anaona kabisa na rafiki yake aliyokuwa anamtegemea amemsaliti tena. Akatoka hapo moja kwa moja akaamua kumfuatilia Dika pamoja na Suzy. Kufika tu kwenye nyumba yao akaona wanatoka hapo, walikuwa na mpango wa kusafiri kabisa kutoka kwenye hii nchi. Binti akaamua kuwafuatilia nyuma. Sasa ndani ya gari Dika hana raha kabisa na hili jambo, akaamua kusema ukweli wa moyoni mwake, akasema kwamba hawezi tena kuvumilia hatia, hawezi kabisa kupata furaha kwa kuumiza moyo wa mwanamke mwingine ambaye ni mama mwingine ambaye wao wamemnyang'anya mtoto wake. Suzy akasikia hivyo, akawa amemuuliza, kwa hiyo kumbe unampenda Guts, si ndio? Kwa hiyo unataka kuniacha mimi kwa sababu ya Guts, si ndio? Haya maneno yakazua mabishano makubwa sana baina yao wanandoa. Mabishano yao, Dika akasema ukweli kwamba ameshindwa kuwa mme mwema kwa binti Suzy, ameshindwa pia kuwa mme mwema kwa Guts, pia ameshindwa kuwa baba mzuri kwa mtoto wake, na haya yote yamesababishwa na mtu ambaye alipanga kila kitu kwake ili akitimize, na sasa anamlaumu yeye tena kwa kila kitu kinachotokea. Dika akashindwa kabisa kuhendo maumivu aliyokuwa anapitia kwa wakati huu, akasema kwamba ni bora kufa. Mara moja akaamua kuendesha gari kwa hasira kubwa na kusababisha ajali ya makusudi kabisa. Bora afe kuliko kuendelea kuishi na hii hatia. Guts alipiga kelele baada ya kushuhudia hii ajali. Kwa bahati nzuri mtoto wake hakuumia kabisa, kwa sababu Suzy alikuwa amemkumbatia vizuri mno, kwa nguvu mno. Sasa baada ya hii ajali mtoto alikuwa salama. Suzy akakaa kwenye koma, hajitambui kabisa. Lakini Dika alifariki dunia. Siku kwenda siku kurudi, Suzy alipata fahamu, lakini sasa kwa sababu ya ajali alipata upofu kabisa wa kudumu. Siku moja akapata nafasi ya kukutana na Guts, na Guts akawa amemruhusu Suzy amguse mtoto wake ili amsalimie, na pia Guts akatumia nafasi hii kumshukuru Suzy kwa kumwokoa mtoto wake katika ile ajali. Suzy aliamua kurudi kuishi na mama yake mzazi.
kwa uangalizi zaidi, na Gatz aliendelea kubaki peke yake kama mjane na kulea mtoto wake yeye mwenyewe. Subscribe, like, comment, nipe maoni yako. Niambie ni nani ambaye wewe unamuona unapaswa kumlaumu katika hili.